And Israel is stronger than ever. This is the bottom line of this campaign. Wakati fukuto la vita kati ya Marekani na Irani likizidi kupamba moto na kuwa kubwa zaidi, huku Marekani ikimtafuta mchawi wake ni nani hasa, ama ni nani ambaye amethubutu kumfungia paka kengere shingoni, Marekani ikihanga huku na kule kutafuta suluhu, kile amesema kama suluhu ya amani kwa njia ya mazungumzo kunako meza, mara tu baada ya kuonekana kwamba vita hivi vinaelekea sehemu mbaya zaidi, hasa kwa upande wake. Mshirika wake wa karibu, waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu, amezua taharuki kubwa na kuitia chafya Marekani, ambaye ndiyo alikuwa mshirika wake na msaidizi wake mkubwa sana wa silaha za kijeshi, hasa zile zinazohitajika katika nyakati za vita, hasa katika vita hivi kati yao na Irani, ambapo waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amekana na kumkataa kata rais wa Marekani Donald Trump kwa kile alichoeleza kama vile kutawaliwa kwa masharti magumu na kukosa uhuru wa ndani na mamlaka yanayopaswa kuwa nayo kama taifa huru la kujiendesha lenyewe katika mambo yake na si vinginevyo, ambapo waziri mkuu wa Israeli ametoa kauli ya onyo dhidi ya Marekani akisema kwamba sasa muda umefika wa Israeli kujitegemea yenyewe na kuendesha mambo yake yenyewe ikiwa kama taifa linalojiweza katika masuala yote ya kiutawala, kijeshi na hata kijamii kwa watu wake wa Israeli, akisema Marekani amekuwa akitafuta njia ya kukatisha vita, jambo ambalo Israeli halitaki kusikia. Inahitaji kuendeleza vita na kufanya mashambulizi zaidi kwa Irani na washirika wake wote ukanda huo wa Mashariki ya Kati. Waziri mkuu wa Israeli Bwana Benjamin Netanyahu ameenda mbali zaidi akisema Israeli haitojali kabisa kile ambacho Marekani itasema ama itaiambia juu ya mpango wake wa kutafuta suluhu na Irani, jambo ambalo si turufu kwa Israeli, akisema itaendeleza vita zaidi na Irani pasi na kuangalia wakati gani ama ni nini kinaendelea usoni. Waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu ameongeza kwamba Israeli haiwezi kujipatia malengo yake na kufikia mafanikio yanayohitajika kwa Israeli ikiwa itahusisha njia hiyo ambayo Marekani inatafuta kwa Wairani, ikisema Israeli ili iweze kufanikisha malengo yake kamili na ya dhati ni lazima ifanye hivyo kupitia njia za operesheni za kijeshi kwa mashambulizi makali katika amri yake kuu na sio amri ya Marekani. Akilizungumza hilo, waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amesema, and Israel is stronger than ever. This is the bottom line of this. Kwa hali iliyo sasa hapa nchini Israeli na ulimwengu mzima, bila shaka kila mmoja wetu anashuhudia kile kinachoendelea katika vita vyetu dhidi yetu na Irani, jambo ambalo kila mmoja pia amekuwa akishuhudia kile Irani inachokifanya na kile ambacho Irani imefanya kwa raia wetu na taifa letu, ikiharibu miundombinu yetu, ikiharibu kila sehemu zetu nyeti na muhimu katika taifa letu, hali ambayo hii inaleta picha mbaya sana na picha ya hatari katika taifa letu kama taifa kubwa ulimwenguni, ikiwa na sehemu muhimu za kidini, za kiroho na zinazoheshimika ulimwengu wote. Sasa niseme tu ya wazi kwamba Israeli umefika muda sasa wa kujitegemea yenyewe na kuchukua dhamana ya mamlaka na kutoa maamuzi sahihi katika mambo yake yenyewe. Sisi hatuwezi kwenda pamoja. Sisi si kwamba hatujiwezi katika vita vyetu, na wala si kwamba tunahitaji sana msaada. La hasha. Tulikuwa tukifanya hivyo ili kuweza kupata malengo zaidi na kufikia matakwa yetu katika vita vyetu. Lakini mshirika wetu wa karibu tunayemtegemea amekuwa hafanyi hivyo kabisa. Marekani, Rais Donald Trump, yeye amekuwa akipambania njia ambayo ni ya ovyo, njia ya mazungumzo, njia ya kusitisha vita. Vita hivi havipaswi kuisha kamwe muda huu ama nyakati hizi. Sisi tunapingana moja kwa moja na dhamira ya Marekani
ya kuhitaji kusitisha vita, na niseme tu ya wazi kwamba vita hivi ni endelevu na vitaendelea zaidi bila kujalia kwamba ni nini kinaendelea huko Marekani na hata Irani. Muda wowote makamanda wetu majasiri wataendeleza mashambulizi makali sana kuwahi kushuhudiwa katika ulimwengu huu wa sasa. Marekani ilitupa amri mapema tusitishe mapigano kwa makundi ya Kiislamu ya Lebanon, makundi maovu na makundi yenye hatia mbaya sana kwa wana wa Israeli na watu wote ulimwenguni. Sisi tulifanya hivyo kwa heshima kubwa na kulinda heshima yake kwetu kwa kile alichokionyesha hapo awali kama ushirikiano, lakini kila mmoja wetu anashuhudia kile ambacho nikifanya hivi sasa Marekani ni jambo ambalo kila mmoja hawezi kukubali kamwe. Hasirani watu wa Israeli na taifa la Israeli kwa ujumla, sisi tuna malengo yetu ya ndani ambayo si kila mmoja wetu anaweza akayapenda ama kuyaona ya msingi, na pia sisi tunahitaji kuyafikia malengo hayo, na malengo hayo hayatafikiwa kwa njia nyingine yoyote, bali malengo yatafikiwa kwa njia za operation zaidi za kijeshi, operation ambazo zitatekelezwa na kuendeshwa na amri kutokea kwetu na si kwa mtu mwingine. Na kuanzia sasa natamka ya wazi kwamba Israeli tutasimama wenyewe na kufanya kile tunachoona ni sawa. Sisi wa Israeli tuko tayari kuendeleza mapambano na mapigano zaidi saa na muda wowote itakavyo. Amri ya Marekani. Kauli ya waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu imekuja kufuatia amri ya Marekani ya hivi karibuni iliyomtaka na kumlazimu Benjamin Netanyahu kusitisha mapigano ya muda huko Lebanon, kwa kile ambacho Rais Donald Trump alimwelezea Benjamin Netanyahu kama mazungumzo yenye tija baina ya Irani na Marekani yaliyokuwa yakifanyika mjini Islamabad nchini Pakistan, ambapo amri hiyo iligeuka na kuwa hasira kubwa kwa waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu mara baada ya mazungumzo hayo kushindwa kufikiwa malengo ya Marekani, hiyo ikionyesha kama anguko ama kufeli na kuidhalilisha Israeli. Maswali yanaibuka. Lakini swali lile lile litaibuka tena na kuuliza kwamba waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu kwa nini amechukua uamuzi huu hivi sasa, na hapo awali alikuwa wapi? Kwa nini ameonyesha ukaidi huu hivi sasa? Au ni mara baada ya kutimiza kwa baadhi ya malengo yake katika vita vyake dhidi yake na Iran? Yote yanaweza kuwa majibu, lakini hatujui asili halisi ya mtu huyu Benjamin Netanyahu hasa ni nani na tabia yake ikoje. Wacha nikupitishe kuna
akiwa kama waziri mkuu aliyehudumu madarakani kwa muda mrefu zaidi nchini humo, akivunja rekodi ya mwanzilishi wake, yani David Ben Gurion, ambapo hii imekuwa tofauti sana na viongozi wengine wa kilimwengu ambao umaarufu wao umekuja tu kwa muda mfupi na kutambulika na watu wengi ama hata ulimwengu mzima. Mfano mfupi, Rais Kwa nini waziri mkuu Benjamin Netanyahu hazeheki? Watu wakisoma shule ya msingi, wakifika hata mavyuoni, wamekuwa wakimsoma waziri mkuu Benjamin Netanyahu katika historia ya Israeli, lakini mpaka sasa Marekani alirejea nchini Israeli mnamo mwaka 1967 akijiunga na jeshi la Israeli IDF. Alitumikia kama jemedari katika kikosi cha wasomi cha Sayeret Matkal, akishiriki katika operesheni lukuki za siri hasa za vikosi hivyo, ikiwemo uokoaji wa ndege ya Sabena iliyotekwa mwaka 1972 ambapo Benjamin Netanyahu alijeruhiwa vikali katika operesheni hiyo ikimwachia kovu na alama muhimu na pekee kwake katika historia ya maisha yake. Lakini pia mbali na operesheni hiyo, kuna operesheni ya Entebbe ya mwaka 1976 iliyoitwa Operation Entebbe. Hii inaarifiwa kuharibu kabisa saikolojia na kubadili mfumo mzima wa maisha yake kwa jumla, ambapo kaka yake mkubwa Yonatani maarufu Yoni Netanyahu aliuawa akiwa anaongoza kikosi cha uokoaji cha mateka wa Israel mjini Entebbe, Uganda. Kifo cha Yoni kilimfanya Benjamin kuishi na kisasi kikubwa na kujisimika moyo wa ugaidi zaidi kutokea moyo wake wa zamani ule wa ulaini ama wa unyonge. Na hapo ndipo alipoamua kujikita zaidi katika masuala ya ugaidi wa kilimwengu, hasa akitapanya diplomasia za kimataifa. Safari ya kisiasa ya Benjamin Netanyahu ilianza pale alipojipatia umaarufu mkubwa kama balozi wa Israeli katika Umoja wa Mataifa, yani UN, kuanzia mwaka 1984 hadi mwaka 1988 ambako alijulikana kwa uwezo wake mkubwa wa kujieleza kwenye vyombo vya habari kwa matambo na wakati mwingine hata kwa kebehi za wazi. Waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu, umaarufu mkubwa aliyoupata katika Umoja wa Mataifa akiwa kama balozi anayewakilisha Israeli ndani ya umoja huo, ulipelekea kumpatia sifa nyeti Benjamin Netanyahu katika historia ya maisha yake.
ambapo mapema mwaka 1990 jambo linaloelezwa kumpa hasira kubwa na kinyongo ndani ya moyo wake, ambapo kwa miaka kadhaa Benjamin Netanyahu alitoka katika uongozi huo na kurejea madarakani mapema mwaka 2009 hadi mwaka 2021 baada ya kuwa nje ya uongozi mkuu kwa muda. Aliporejea katika mwaka 2009 alirejea na nguvu kubwa na nguvu mpya, akishikilia sera za mpambe wake na mshirika wake aliyekuwa karibu kwa wakati huo, Marekani, na hapo alijikita zaidi kuendeleza na kupigia kampeni ya kuzuia mpango wa nyuklia wa Irani na kuimarisha uchumi wa soko huria wa Israeli. Netanyahu anajulikana kwa msimamo mkali na ugaidi zaidi kwa makundi ya Kiislamu kama vile Hamas na Hezbollah, na akishikilia msimamo wake wa dhati aliyowahi kubainisha kwamba nguvu ya kijeshi ndiyo njia pekee ya kulinda Israeli. hadi sasa, mara tu baada ya shambulio la Hamas mnamo Oktoba 7, Netanyahu akijivisha ngozi ya magamba ya chui na kuongoza vita vikali huko Gaza kwa lengo la kuteketeza kabisa Hamas, huku akipata upinzani mkali na ukosoaji, shinikizo kubwa kutokea jumuiya za kimataifa, hasa kuhusu hatima ya maisha ya mateka na hali za kibinadamu huko ukanda wa Gaza. Waziri Mkuu wa nani hasa na kwa nini rais huyu hafahamiki zaidi? Sasa jibu ni kwamba swadakta, Israeli ingali kuwa na rais, lakini
wa taifa la Israel, ambapo waziri mkuu wa Israel yeye hupigiwa kura kila baada ya miaka minne, huku akiwa hana ukomo wa kusalia madarakani. Anaweza kuwania na kujitosa kunako kinyang'anyiro cha uchaguzi kadri awezavyo, hata akiwa mzee kiasi gani. Mtazamaji, bila shaka umepata baadhi ya majibu ya maswali like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.